بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darasa ya risala usul sunna للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. رفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال: فأما 3 منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصوم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك في عامه ذلك حتى يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. هنا سيوم يمشو katika risala الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. na mengi katika haya anataja yafungamana pia katika upande wa fiqh. Tutajaribu insha Allah taala, Allah akituwezesha, kumalizia leo hiki kitabu. قوله فأما 3 منها أي من أركان الإسلام، hizi nguzo 3 katika nguzo za Uislamu. فلا يناظر تاركها من لم يتشهد الشهادتين. anayefanya kosa la kukosa hizi nguzo 3, basi huyo hakuna mjadala katika hili kuwa yuko katika makosa. Imma atatoka katika Uislamu kama anayewacha shahada 2 na swala, na imma atakuwa yuko katika dhambi kama anayechelewesha kutoa zaka. Kwa hivyo ya kwanza ni shahada. Walam yusalli ay salat, kawa haswali. ولم يصم شهر رمضان. هذه الأركان 3 الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وصوم رمضان، أركان تلزم المؤمن العاقل. hizi ni nguzo 3 katika nguzo ambazo zamlazimu mwenye akili mu'min. ولا تسقط مطلقا حتى يلقى الله عز وجل، na hazianguki faradhi hizi mpaka atakapokutana na Allah azza wa jalla, alazimiana nazo maisha yake. فتجب على الفقير والغني والحر والعبد والمقيم والمسافر والرجل والمرأة. nguzo hizi 3 ni wajibu kwa watu wote: shahada, swala na somo. Maskini hawezi kusema kwa sababu mimi maskini sifungi, la.
maskini na tajiri wote ni juu yao kufanya nini? Kufunga. Wakadha بخلاف الزكاة والحج فلا يلزمان إلا إذا توفرت شروطهما. kinyume na zaka na haji, hizi mbili hazilazimu mja mpaka awe na masharti yake, bimaana atimize masharti yake. فالزكاة لا تجب إلا في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. zaka si wajib isipokuwa kwa yule ambaye mali yake imefika nisab, kile kiwango ambacho kuanzia hapo kimewekewa lazima mtu atolee zaka, na pia ikapita mwaka, ikiwa ni katika mali ambazo mpaka zipitiwe mwaka ndio itolewe zaka. ولا يجب الحج إلا مرة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. na haji haiwajibiki isipokuwa mara moja katika umri kwa muislamu aliyebalighi, mwenye akili timamu, aliyehuru na ana uwezo, ndio haji itakuwa ni wajibu kwake mara moja katika umri. هذه الثلاث لا يناظر تاركها. anayewacha hizi tatu hakuna mjadala katika hili kuwa yuko makosani, لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. sababu hakuna chochote katika hivi ambacho kina ruhusa ya kukichelewesha kutokamana na wakati wake. فالشهادة لا يؤخر. فمن لم يشهد لله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة لم يدخل في الإسلام. ambaye hashuhudirii kwa Allah ndiye anayestahiki ibada pekee yake na Mtume sallama, Mtume Muhammad mtume wake, huyo hajaingia katika Uislamu. Wakadhalika sala, kadhalika ibada ya swala, man lam yusalli fala islama lahu, ambaye haswali hana Uislamu, na hili tumezungumzia jana. وكذلك من لم يصم رمضان فلا يعذر في تأخير الصلاة ولا في تأخير الصوم. kadhalika ambaye hatofunga mwezi wa Ramadhani, huyu haambiwi kuwa ni kafiri, lakini kile kitendo alichokifanya cha kuacha kufunga mwezi wa Ramadhani hawezi kukilipa siku yote nyingine, sababu Ramadhani kufunga imewekewa mwezi huu wa Ramadhani. Kwa huna ruhusa ya kusema kuwa mimi Ramadhani yangu safari nitaifanya Dhulhijja. La, lazima utekeleze kwa wakati wake. Kwa mtu hapewi udhuru kwa kuchelewesha swala au kuchelewesha somo, isipokuwa akiwa na dharura za kisheria. قوله ولا يجزئ من قضاء بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. hapa yaja masala, ikiwa kwa mfano mtu amefanya kusudi kutofunga mwezi wa Ramadhani wote kisha akasema nitalipa baadaye, hana sababu yoyote kisheria, je, itakubalika kulipa kwake? Au akawacha swala mpaka wakati wake ukatoka kisha akasema nitaswali wakati wa Isha, swala ya Maghrib, je, itakubalika kule kuchelewesha kwake ile swala? الإمام الحميدي يسمى ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. haimtoshelezi, bimaana kwa mfano amewacha siku moja ya Ramadhani kwa kukusudia, hata akafunga miaka 10 somo bila kusimama, haimtoshelezi ile siku moja, namna dhambi yake ilivyokuwa kubwa. Sababu ni kama mtu ambaye amechelewesha swala kusudi ikatoka wakati wake akaiswali nje ya wakati wake, au akaiswali swala kabla ya wakati wake. Kwa mfano salatu dhuhri akaiswali baada al-fajr, itasihi? Basi hivyo hivyo hizi ibada nyingine, sababu zimewekewa wakati wake maalum. قال وفي قضاء الصلاة خلاف، والصواب كما قال المؤلف رحمه الله أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، وسواء في صلاة يتشليش وقت وقت. ومن أخرها عامدا عالما ذاكرا ولم يكن ناسيا ولا متأولا فلا تصح صلاته. anayechelewesha swala kwa kukusudia, ajua sikuwa amesahau wala hakuna tawili yoyote, tuseme kwa mfano amechelewesha ile swala, labda pengine nikiwa na kazi nyingi naruhusiwa kuchelewesha, hajui, kwa mfano alikuwa jahili, hajui, akusudia kuichelewesha swala, kuitoa nje wakati,
huyu hata akiiswali ile swala haisihi sababu wakati wake ushatoka. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها na mwenye kuiacha swala kwa kukusudia basi huyu haamrishwi kisheria kuilipa ile swala wala tasihhu minhu wala aslan akiswali swala ile haisihi bali yukthiru min at-tatawwu ikiwa tatubia basi akithirisha kufanya nini kuswali sunna nyingi ili zifunike lile pengo. وكذا الصوم كذلك الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه ناكون دليل إنه بينغ قوله بل أدلة زونغانا نقوله زافكيانا نقوله نيني خطاري kubwa sana kwa mtu kuichelewesha swala kwa kukusudia mpaka wakati wake ukatoka au saum Ramadhani akala mchana wa Ramadhani kwa kukusudia ajua anachokifanya huyu hata akifunga miaka hawezi kufidia ile somo ni atubie tauba nasuha akithirisha kufunga nini sunna tatawwu huenda ikawa ni sababu yeye kufutiwa ile kosa. قوله فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. أما زكاة akiichelewesha ile zaka wakati ule atakapoitoa basi itamtosheleza lakini atapata dhambi kwa kuizuia ile zaka kuchelewa kuitoa. إذا امتنع عن أداء الزكاة مستحلا لذلك ويرى عدم وجوبها فهذا يكفر. أما ikiwa kwa mfano Sheikh asema hapa akajizuia kutoa zaka akahalalisha kitendo cha kutotoa zaka bali aona kuwa si wajibu yeye kutoa zaka huyu hapa atakufuru na kutoka katika Uislamu sababu zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa amma idha tarakaha bukhlan ama akiwacha kutoa zaka kwa ajili ya ubakhili watahaunan na kuzembea. Kuna wengine mabakhili achukua kugawanya biskuti nzaka ama peremende wako msione hakuna. Mwana mtu ana mali nyingi Allah amempa lakini hana fiqh katika dini ya kufahamu jambo hili muhimu la zaka ambapo ni wajibu alikuwa aisome zaka kwa sababu ishakuwa ni wajibu kwake kutoa zaka. Amefanya biashara amekuwa tajiri alhamdulillah nisabu imefika mwaka umepita kisha Ijumaa atoa biskuti ana boksi mbili za biskuti zitia kwenye gari yake kisha aganyiza watoto biskuti kama madrasa kama skuli ama nini atoa biskuti akiambiwa toa zaka si ninatoa biskuti zile bakhili kweli kweli. Biskuti nzako zile utatoa zaka biskuti hata wewe pia ungekaa na chai yako ya maziwa ukala pengine bakhili hata hizo biskuti hali pia hazijanyiza hisabu zaka zile la hii si zaka hisabu zake nyingine. Kwa ikiwa ubakhili umempelekea huko au tahawunan kuzembea wayalamu annaha wajibatun na yajua kuwa ni wajib fasawabu annahu la yakfur usawa ni kuwa huyu hakufuru lakini bado dhima iko katika nini shingo yake. وإذا أخرها ومنع الفقراء حقهم يكون آثما akichelewa kuitoa zaka akawanyima mafakiri haki yao basi atakuwa ni mwenye kupata dhambi. ومتى أداها أجزأته ويأثم على تأخيرها ولا يكفر pale atakapoitoa wacha niitoe sasa baada ya miaka 2-3 ndio aitoa ile zaka hapo anapoitoa ile zaka itamtosheleza lakini pamoja na kuwa yopata nini dhambi hakufuru apata dhambi kwa kuizuia haki ya nani ya maskini. قوله وأما الحج فمن وجب عليه يعني توفرت شروطه بأن كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. أما حج ikimwajibikia bimaana masharti yake yashatimia ni muislamu balighi ana akili timamu yuko huru ana uwezo wawajada sabila ilayhi
يعني توفرت القدرة والاستطاعة بأن يكون قادرا بماله وبدنه kisha akawa ule uwezo anao kimali na kiwiliwili bimaana mwili wake ni mzima na afya iwaweza kufanya haji kwa masharti ya haji yashapatikana kwake yeye ashapata njia sasa ya kwenda wapi haji qala ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila hapo inaongezeka wa man ilayhi sabila hiyo hakuna hii aya imeandikwa kimakosa nitarekebisha wasabilu hiya alqudra njia ni ule uwezo walqudratu naw'ani lakini nataka tufahamu uwezo wa kwenda hija uko kwa namna mbili qudratun bilbadani wa qudratun bilmali uwezo wa kiwiliwili bimaana ana afya yake iwaweza kufanya ile ibada kwa sababu ibada ya haji ni nzito yahitaji mtu ambaye kiwiliwili chake chaweza kufanya ile ibada na ana uwezo wa mali bimaana anayo mali anayoweza kuwasimamia jamaa zake nyuma aliyowaacha na kadhalika kujisimamia yeye mwenyewe safari yake mpaka kurudi القدرة بالبدن هي أن يستطيع الثبات على المركوب hivi ndio inavyotumika lugha hii kwa fuqaha aweze kuthubutu kukaa imara juu ya kipando bimaana asiwe ni mtu ambaye hata kusafiri kwake pia hawezi mtabu akikaa kwenye kiti cha gari yuwapinda hawezi tena na miaka amekongeka katika umri mkongwe hawezi tena huyu si wajibu kwake mwili wake bado haujaweza lakini aweza kuthubutu katika kipando فإذا كان لا يستطيع الثبات على مركوبه لكونه كبير السن أو مرضا لا يرجى برؤه وعنده مال فينيب من يحج عنه asema hapa ikiwa hana uwezo wa kuthubutu juu ya kipando kwa mfano umri wake ni mtu mzima ama ana maradhi ambayo hayatarajiwi kupona bila shaka kupona katika mikono ya nani ya Allah lakini kuna maradhi ambayo yajulikana haya maradhi illa an yasha Allah ni kuwa ni maradhi hayana dawa afana Allah wa iyyakum kwa mfano umepata maradhi ya saratani aambiwa iko katika daraja ya mwisho stage 4 sijui ngapi huko yani hakutarajiwi kurudi tena nyuma ni mtu ongoje siku zake aende ama maradhi yoyote yale ambayo yamfanya hawezi kuthubutu katika kipando afana Allah wa iyyakum lakini ana mali hapa atampeleka mtu kwa niaba lakini kwa sharti yule anayekwenda awe mwenyewe ashafanya nini ashahiji isiwe mwenyewe hajahiji yomhijia mwenzake la awe mwenyewe ashahiji وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع alikuja mwanamke kutoka kabila la Khath'am katika mwaka wa hajjatul wadaa قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة faradhi ya Allah kufaradhisha haji imempata baba yangu akiwa ni mtu mzima hawezi kukaa imara juu ya nini juu ya kipando hawezi kukaa kustawi juu ya kipando kulingana juu ya kipando fahali yaqdi anhu an ahujja anhu yani bimaana nikimhijia mimi kwa niaba yake yamtosheleza qala na'am Mtume sallallahu akamwambia ndio fahadha idha kana qadiran bimalihi ghayr qadirin bibadanihi hii akiwa ana uwezo wa kimali lakini hana uwezo wa kiwiliwili basi atachagua yule atakayekuwa kwa niaba yake وإذا كان قادرا ببدنه يستطيع الثبات على المركوب وليس لديه مال يحج به زيادة عن نفقته ونفقة أولاده فلا يجب الحج عليه أما ikiwa ana uwezo wa kiwiliwili bimaana yuweza kuthubutu juu ya kipando na yuweza kusafiri lakini hana mali ya kuhiji kiasi cha kuwa itabakia na ya kusimamia watu wake wa nyumbani na watoto wake atakapowaacha
huyu haija kuwa wajibu kwake kufanya nini haji لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا تنا يتركبش الآية لمكوسيه hapa. يقول المؤلف رحمه الله وأما الحج فمن وجب عليه يعني من توفرت شروطه ikiwa masharti mtu yametimia kwake ووجد السبيل إليه akapata njia ya kwenda يعني القدرة بماله وبدنه akapata uwezo kwa mali na kiwiliwili chake وجب عليه يعني وجب عليه أن يحج بنفسه hapa itakuwa ni wajibu kwake yeye kufanya hija kwa nafsi yake. قوله ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة يعني لا يجب عليه إلا إذا توفرت شروطه لأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا بماله وبدنه ففي هذه الحالة ليس له بد في أداء الحج بمعنى sio wajib kwa muislamu kuhiji mpaka yapatikane masharti yake bimaana awe ni muislamu aliyebaleghe mwenye akili aliyehuru ana uwezo wa kimali na kiwiliwili katika hali kama hii hana budi ni lazima aitekeleze hija فإذا أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره بخلاف الزكاة فإنه يكون آثما في تأخيرها وأكيتكلeza haji itamtosheleza na hapati dhambi kwa kuwa labda amechelewa kufanya haji kinyume na zaka anayechelewesha kuitoa yopata dhambi pamoja na kuwa akiitoa itahesabika kuwa ile zaka ameitoa imesihi lakini yopata nini dhambi ya kuchelewesha ama hija hapati dhambi kwa kuichelewesha لماذا قال لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم أي حتى يصل إليهم حقهم وسبب زكاة ni haki ya waislamu maskini ameizuia hakuwafikishia kwa hivyo akapata dhambi mpaka ile haki yao ilipowafikia ikiwafikia ile haki ndio dhambi waacha pata thawabu sasa lakini aandikiwa dhambi ya nini ya kuchelewesha قال واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي wanavyoni مختلفيان je haji pindi yanapopatikana masharti yake kwa muislamu ni lazima aitekeleze pale pale au aweza kuichelewesha kuna watu wengine anao uwezo vipi mwaka huu enda haji mtaangalia mwaka ujao na shughuli ndogo ndogo hivi mwaka mwingine ukija mtaangalia kuna watu wengine sema nitaangalia mpaka ikaja corona sasa wajuta hija haiendeki ni watu wachache wanaokwenda sasa utawasikia wale walikuwa najuta bwana ukiwa una uwezo wahi huwezi kujua kutatokea nini katika nani alitarajia kwa miaka hii sasa mwaka wa 3 ni wa 3 sio hija itakuwa kwa namna hii tabu nani alijua kwa kutazuka maradhi wengine wakaleta zao watu wanyimwa kufanya haja hakunyimwa ni hali ndio imebidi watu wafanye vile watu wa hiji lakini kwa mpangilio ule uliowekwa ilikuwa wakija milioni si ngapi sasa waje chini ya 100,000 waambie watu 60,000 tu ndio hali ilipopelekea watu sababu ya maradhi hakuna budi lazima iwe hivi kwa maadamu wewe Allah amekupa uwezo na una nafasi wahi huwezi kujua kitu gani kitatokea lakini je ni wajibu kuwahi ama ni jambo la pendekezo maana aweza kuitekeleza wakati wote hapa ndio mختلفiana wanaoviona فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما هو على الفور أبو حنيفة الإمام مالك وكاenda kuwa pale yale masharti yanapopatikana lazima aitekeleze mwaka ule haji وقال الشافعي هو على التراخي الإمام الشافعي akasema la bali ana muhula aweza kufanya mwaka huu mwaka ujao ana nafasi kwa nafasi yake وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه على الفور رواية ambayo ni dhahir zaidi kwa Imam Ahmad ilikuwa moja kwa moja anapopata yale masharti yanapatikana lazima itekeleze
والصواب أنه يجب على الفور ولا يجوز تأخيره إذا لم يكن هناك مانع. na usawa ni kuwa hija ni wajib pindi tu inapowajibika kwa Muislamu. Haijuzu kwake yeye kufanya nini? Kuchelewesha. Maadamu hakuna kizuizi, pale pale aitekeleze ibada yake ya hija, asichelewe. Allah amekupa uwezo, alhamdulillah, usicheleweshe. Na hata kwa wale wanaosema ala tarahi, bila shaka ubora zaidi ni kuitanguliza, usicheleweshe. قوله وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى. كأن المؤلف رحمه الله يفرق بين الزكاة والحج. كما المؤلف رحمه الله أتفوتش بين زكاة وحج، فيقول إذا توفرت شروط الحج فلا بد من أدائه، ومتى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه. بمعنى كما أسمى مشارتي كفتكان يا حجة lazima uitekeleze, na pale unapoitekeleza utakuwa ni mwenye kuitekeleza ibada yako ya haji, wala hupati dhambi kwa kuichelewesha maadamu umeitekeleza. لأنه لم يمنع أحدا من حقه، kwa sababu ile haji haujamnyima mtu yoyote haki yake, ni baina wewe na nani? Na Allah. بخلاف الزكاة فإذا وجبت عليه وأخرها ثم أداها أجزأته وكان آثما بالتأخير. kinyume na zaka ikishawajibika mtu akaichelewesha kisha akaitoa, basi itamtosheleza pamoja na dhambi anayoipata kwa sababu ya kuchelewesha. Kwa nini? لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى يصل إليهم. kwa sababu zaka ni haki ya waislamu maskini, ameizuia. Kwa hivyo kwa kadri vile anavyoizuia yupata dhambi mpaka aifikishe haki yao. قوله وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، كما عند الترمذي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت. yoyote ambaye ana mali inaweza kumfikisha kwenda kuhiji katika nyumba ya Mola wake, au imewajibika kwake yeye kutoa zaka kisha asifanye, basi wakati anapotolewa roho atatamani kurudi duniani, atatamani lau kama arejeshwe duniani. Ndio maana saala ar-raj'at, atatamani arudi duniani ili aitekeleze ile ibada. فقال رجل يا ابن عباس اتق الله إنما يسأل الرجعة الكفار. mmoja katika wale wasikilizaji, Ibn Abbas ittaqillah, wanaoomba kurudishwa duniani ni makafiri, si waislamu. قال سأتلو عليك بذلك قرآنا. Ibn Abbas akamwambia nitakusomea aya, usiruke, pole pole, nitakusomea aya katika Qur'an. Sikiliza hii aya, simani: ya ayyuhalladhina amanu. wanaombiwa nani? waumini. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى قوله فيقول ربي لولا أخرتني. أما أمبا مكوهم بكريش مؤمنون أمبا كريش مبكى والله خبير بما تعمل. قال فما يوجب الزكاة. يعني بوانا كوليزا بس نكيبي كنا بشموجيب شيء كتوا زكاة. قال إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. كم تجي نصاب؟ يكفيك نصاب لازم يتولي زكاة. قال فما يوجب الحج. جي حج كيف كنا تشموجيب شيء؟ قال الزاد والبعير. الزاد kile ambacho kitakachomkimu katika chakula na nafaka ya kuwapa watu wake wa nyumbani mpaka atakaporudi, na kile atakachotumia yeye katika kula kwake na kutumia safarini, kusafiri kwenda na kurudi katika kipando chake na vinginevyo katika vile ambavyo vihitajika kutumia mali.
قوله ويجب لأهله أن يحجوا عنه نني واجب وجماع zake ikiwa atakufa bila kuhiji wamfanyie hija min malihi katika mali yake kaduyuni allati tuqda anil mayit qabla qismati at-tarika mfano wake ni kama mfano wa madeni ambayo hulipiwa maiti kabla ya kugawiwa warathi qala wa hunaka umurun yubda'u biha qabla qismati at-tarika na kuna mambo ambayo mwanzo kabla ya kugawiwa wale warithi ule urathi yubda'u bi ujrati taghsilihi wa kafanihi wa hafri qabrihi watuanza kulipa yule mushaji ikiwa ni mtu wa kulipwa kadhalika kumkifini kumchimbia kaburi yote katika mali ya nani katika mali ya maiti thumma tuqda anhu ad-duyun kisha alipiwe madeni sawa kanat lillahi kazakati au alhajj au liladamiyin yawe madeni ni yale ya Allah kama vile zaka na haji au madeni ya nani ya wanadamu pia atalipiwa katika mali yake kabla ya kugawiwa wale warathi na leo kuna kitu kibaya ambacho baadhi ya warathi hufanya ni kuwa yule maiti kabla ya kulipiwa deni lake wagawanya ule urathi na wako wale ambao husema sisi tunahitaji zaidi kuliko yeye atapambana na hali yake huko kaburini wallahi kuna watoto wasema kuhusu baba yao adaiwa amefariki atapambana na hali yake huko kaburini sisi hatumlipii hilo deni wanaomdai wamtafute kule aliko sisi tugawa urathi haramun munachokula ni haramu kwa sababu Allah asema min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain kwa mwanzo ni deni na wasia kisha ndio nyinyi warathi mtapata kilichobakia ikiwa deni limekula mali yote ya maiti huna chochote wewe mrathi katika urathi huna chochote wewe mrithi upate kitu kwa mwanzo alipiwe deni yule maiti si mnakula pesa za maiti na kuna watu wadai madeni haki za watu zinakwenda tu bure kisha wasema atakwenda kupambana hali utapambana wewe na hali yako na kula haramu yule hana uwezo wa kuja kuwashika nyinyi kuambia lipeni hana uwezo lakini amewacha mali kweli nimeondoka na haki ya watu lakini hii mali yangu yatosheleza kuwalipa haki yao kwa hivyo anayepata dhambi nani si yule maiti itakuwa sasa wewe ndio ubeba dhima ambaye wasimamie ile mali yake baada ya yeye kuondoka sallallahu alaihi wasallam na hii ni jazaa ya kutowafundisha watoto dini yao na siku hizi tena mambo mengine ya balaa zaidi yamezuka katika mashule siku hizi nasikia mpaka hivi sahihi wazazi walalamika watoto wao wa standard 4 standard 3 wafundishwa mambo ya ngono ya mume na mke sahihi hapa kwetu tuishi sahihi sasa fikiria yule mtoto mwanzo kichwa chake kibovu hajui dini yake kisha afundishwa uchafu ndani ya mashule wengine wapiga picha dari mwalimu asema ataka kuwafundisha watoto kuhusu madhara ya pombe kwa hivyo hii syllabus mpya imekuja kila mtoto waomba mzazi abebe chupa ya whisky aje nayo wapi shule kuna salama hapo alafu lini hiyo yafanywa experiment yafanywa Ijumaa si mwalimu mlevi tu anaitisha zifanye nini abebe ndiye akalewe au pagi kisawasawa kitembea mtaani ni ya leo nilokunywa ni fresh ndio itakuwa hivyo tu wallahi ya akhi watu wasipofungua macho mlikuwa mkiambia watoto wenu wasomesheni dini nafikiri mwisho itakuwa dawa ni homeschooling tena 844 si hii ya upuzi itakuwa dawa ni hiyo tu kwani wataka kikubwa nkipi wewe azungumze iko vitabu vingi tu vyauzwa barabarani kimfundisha iwashika tu mtoto lazima hiyo nini mpaka mtoto abebeshwe mapombe sio afundishwe mambo ya uchafu sio afundishwe nini lazima hiyo nini tulambali kwa kiambiwa sasa mtoto aleleke namna hiyo kisha ana urathi ati kwa mzazi na mzazi adaiwa kuna usalama hapo kisha ndo pale wenye haki basi mtoto wake ambeba dhima mfuate uone mtoto wake ambeba dhima
atawalipa wale wenye kudai. Ukienda pale yale matusi utakayopewa wewe mwenyewe utashangaa. Nenda kamshtaki, shakufa. Sisi hata tukutambue wewe, basi kwisha. Hajui haki ya huyu nini, haki ya mwenye deni ni hajui chochote, hana habari. Mwanzo kichwa chake kimejazwa upuzi ndani ya kichwa, hamtambui Mola wake, utarajia nini? Wallahu almusta'an. قوله ونرجو أن يكون ذلك عفوا تمرزه فإذا توفى وجب عليه الحج ولم يحج فإذا توفى ووجب عليه الحج ولم يحج يؤخذ من ماله ما يحج به عنه سواء كان بتفريط منه كما لو وجب عليه وأخره أو بغير تفريط كما لو وجب عليه الحج قبله ب6 أشهر لكنه مات قبل وقته. ikiwa mtu amefariki na ilikuwa ishawajibika kwake yeye haji, basi wale warathi wake watahiji kutokamana na mali yake, watamfanyia hija. Iwe sawa yule mtu amezembea mwenyewe, yani amechelewa kufanya haji mpaka akafa na alikuwa nao uwezo, au awe hakuzembea, bimaana kwa mfano imewajibika kwake yeye haji miezi 6 kabla ya haji, ashajipanga sasa, kabla ya kufika hija akafanya nini? Akafariki. Huyu pia atafanywa haji, wote wawili atafanywa haji. قوله ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، أي فإذا قضي دينه بعد موته برئت ذمته. ikiwa mtu atalipiwa deni lake baada ya kufa, dhima yake itaondoka, yani jukumu katika shingo lake yaondoka. Kadhalika idha hujja anhu bari'at dhimmatuhu, pia akifanywa haji ile dhima itaondoka. وكذلك إذا أخذت الزكاة التي وجبت عليه من ماله فأخرجت برئت ذمته. كذلك ikiwa zaka iwadaiwa, hakulipa zaka mpaka kafariki, ikatolewa ile zaka katika mali yake, pia dhima yake itamuondokea. وبهذا تم شرح الكتاب وفق الله جميع لطاعته وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.